Tunapoongelea kuvunjika kwa ngome ya Yeriko, kwa kifupi, tunapozungumzia ngome ya Yeriko kiroho, tunazungumzia juu ya kizuizi cha kiroho kinachosimama mbele yako kabla ya wewe kuipokea ahadi yako. Kizuizi cha kiroho cha wewe kabla hujapokea ahadi yako uliokusudiwa ya wewe na vizazi vyako, kabla hujaipokea, hicho kizuizi cha mwisho ambacho unatakiwa ukivuke, halafu kisha kikivuka unakanyaga kwenye maisha mengine. Lazima ujue hilo. Ngome ya Yeriko, unaweza ukawa na ahadi nzuri ya Mungu iko mbele yako, lakini ngome ya Yeriko imekuzuia, huwezi kuingia. Wana wa Israeli bila kuivuka ngome ya Yeriko hii wasingeweza kuingia kwenye nchi ya ahadi, wasingeweza. Na ndio maana watu wengi maisha yao ni ya kawaida tu, ni ya kawaida tu. Na ndio maana watu, biashara za watu wengi ni za kawaida tu, hazijavuka ng'ambo ya pili, kwa sababu ngome ya Yeriko bado iko hai, inahitaji ivunjike.